askofu kanisamehe kwa sababu muda hautoshi, ningefafanua lakini muda hautoshi. Uchaguzi hatutaingia kama hakuna mabadiliko yoyote ya katiba, na hatuko tayari kwa majadiliano. Maridhiano yalituvuruga. Tunataka katiba mpya, sheria mpya, no reform, no election. Ndugu zangu BAWACHA, kwanza naona mnachelewa. Muda tulionao ni mdogo. Hapa saa hizi tulikuwa tunatakiwa kupanga mikakati ya no reform, no election. Sasa nini waulize, hii mada haikutolewa na Chadema. Mwenyekiti, kilichoandikwa hapo, harakisha usawa wa kijinsia kuleta haki, amani na umoja kwa maendeleo endelevu. Ninavyofahamu ni kauli ya Umoja wa Mataifa iliyotoka kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, haikutengenezwa na Chadema. Amani tunayo, na askofu wote wawili wameongea na juu ya waliopotea na wanaoendelea kupotea. Kamati kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Taifa wa BAWACHA na timu yako yote, niko kwenye mtego kidogo kwa sababu niliambiwa nitatoa mada kama iliyosemwa awali na wachache walionitangulia. Haki haiombwi, haki inadaiwa. Nisingependa tuanze kuomba haki, na nikisema hilo Baba Askofu kanisamehe kwa sababu muda hautoshi, ningefafanua lakini muda hautoshi. Uchaguzi hatutaingia kama hakuna mabadiliko yoyote ya katiba, na hatuko tayari kwa majadiliano. Maridhiano yalituvuruga. Tunataka katiba mpya, sheria mpya, no reform, no election. Ndugu zangu BAWACHA, wanapunguza kwanza na wanaanza upya, wanapunguza mahakamani. BAWACHA wanaweka ole ile ambayo mimi ilinitwanza, naona anachelewa mpya, mtu anaendelea kukaa. Muda tulionao ni mdogo. Hapa saa hizi tulikuwa tunatakiwa kupanga mikakati ya no reform, no election. Sasa nini waulize, hii mada haikutolewa na Chadema. Mwenyekiti, kilichoandikwa hapo, harakisha usawa wa kijinsia kuleta haki, amani na umoja kwa maendeleo endelevu. Ninavyofahamu ni kauli ya Umoja wa Mataifa iliyotoka kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, haikutengenezwa na Chadema. Amani tunayo,
Maaskofu wote wawili wameongea na juu ya waliopotea na wanaoendelea kupotea. Haki tuna Watanzania wote waliokuja kunitembelea gerezani waliniletea salamu, na hata nilipotoka wengine walinifuata mpaka nyumbani kuja kunipa pole na hongera. Gereza limenifundisha, na namwambia Samia akitaka anipeleke tena gerezani, kwa sababu nina mengi bado ya kujifunza. Tukijifunza tunapata silaha ya kuja kutetea haki. Kwa kukaa gerezani nimejifunza Watanzania wanavyoteseka. Mimi sikujua kuna watu wanakaa gerezani hawajahukumiwa, wanakaa miaka 18 kwa sababu ni mengi yanaharibu sura yao, wanapunguza, wanaanza upya, wanapeleka mahakamani, wanaweka nole ile ambayo mimi ilinitoa gerezani, alafu wanampa kesi mpya, mtu anaendelea kukaa gerezani miaka mingine 5. Huu ni kitovu. Naomba radhi kwa maneno makali, lakini inafika mahali hatuna lugha nyingine zaidi, kwa sababu wenzetu hawaelewi lugha ya upole. Upole tumeutumia miaka zaidi ya 30 tangu nyakati za Nyalali, hatujapata. Kwa hiyo no reform, no election. Niwaombe wanachadema, mwenyekiti, naomba hili mliangalie namna ya kufanya. Tunataka kuchanganywa, eti kuna watu walishaandaa majimbo wanataka kwenda kugombea kwa sababu walitumia hela. Ni watu wasiopima tu, wataenda kwenye uchaguzi kwa sababu yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wote bado tunafahamu. Ni mara ya kwanza katika maisha yangu kuona askari kituo cha kupigia kura. Yule askari alienda kufanya nini kwenye kituo cha kupigia kura? Alafu tunaambiwa hapana, tukae chini tujadiliane. No reform, no election. Sasa kwa sababu ya muda niseme yafuatayo. La kwanza, BAWACHA na katibu mkuu na naibu katibu mkuu na timu yenu, nadhani mtajua namna ya kutoa maelekezo. Kama nilivyosema, hatuna muda, na kwa sababu hatuna muda, hata sasa tunapoteza muda kujadili mada badala ya kujadili namna gani BAWACHA, BABIKA, BAZEKA wataenda kuangalia watu wao. Hao ndio wenye watu. Katibu mkiana na makao makuu yako, tupange mbinu ni zipi. Makao makuu yako, tupange mbinu ni zipi. BAVICHA, BAZEKA, BAWACHA, kazi inaanza mtakapoingia kwenye majimbo yenu. Vinginevyo haiwezekani no reform au tuiache tu mapema. Na mimi nadhani hatuwezi kuiacha kwa sababu inatekelezeka. Wananchi wamechoka. Na mwisho, ndugu zangu, kama tulivyosema na baba askofu amesema hapa, haki haiombi. Mungu yuko upande wetu. Sisi pia tunaongea na sisi. CCM wenyewe wanasema no reform, no election. Kazaneni hapo hapo. Mliona ngoma iliyofanyika Dodoma, mchezo wa kuigiza uliofanyika Dodoma kwenye waliofanya wakati wanatetea wagombea. Kwanza wamevunja sheria, wameanza uchaguzi wa mapema, yani wameanza electioneering mapema kinyume na sheria. Alafu sisi wanatuambia sisi tunapoteza, tuko nje ya sheria.
tusimame kidete, tupiganie taifa. Hakuna mwingine wa kupigania taifa ila sisi. Wanawake mlituzaa, wanawake mlituzaa, alafu mkikimbia majukumu mtatueleza kwa nini mlituzaa. Siamini kama mlituzaa ili tuteseke na nchi hii. Asante sana mwenyekiti, na kushukuru na niwatakie kazi njema.